Wakristo kote ulimwenguni wameadhimisha siku kuu ya Ijumaa Kuu. Siku hii ikitumika kukumbuka mateso, kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo kupitia matembezi ya njia ya msalaba. Akiongoza njia ya msalaba jijini Roma, Papa Leo ametoa ujumbe wa matumaini na uponyaji, akiwataka waumini kutumia msimu huu kama safari ya mabadiliko, huku Askofu Mkuu wa Kanisa Katoliki jijini Mombasa, Martin Kivuva, akitoa wito kwa wananchi kuwa chanzo cha matumaini kwa wanaokandamizwa katika jamii. Wakristo kote ulimwenguni walijumuika sehemu mbalimbali kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya Ijumaa Kuu. Waumini wa Kanisa Katoliki wakishiriki matembezi ya njia ya msalaba kukumbuka mateso, kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. We participate in the way of the cross, trying to remember what Christ went through. It teaches us the suffering, the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. We would like to dedicate this way of the cross for our brothers and sisters who are suffering, that they may have hope in the Lord that is the final and is the one who resurrects us. Katika maadhimisho hayo kaunti ya Mombasa, Askofu Mkuu wa Kanisa Katoliki Dayosisi ya Mombasa Martin Kivuva ametoa wito kwa jamii kudumisha amani na kuwa chanzo cha matumaini kwa wanaokandamizwa. Kwamba sala yetu ni sala ya kuandamana na wanaochoka, wanaoshambuliwa, wanaopata shida. Na sio tu Kenya, ni dunia nzima. Palipo na machozi, tufute machozi. Palipo na giza, tuweke mwanga. So zetu ni magumu, na bila kuenenda katika kila kitengo, kila mtu anaweza kujiuliza, je, mimi nashinikiza amani na haki na amani? Wito umetolewa kwa viongozi kupunguza matamshi ya chuki na kuzingatia kuunganisha wananchi. Msimu huu ukitajwa kuwa msimu wa kushirikiana kuwasaidia wasiojiweza. Jambo ambalo tukitaka kuhimiza watu wetu ni kuchunga maneno wanayoyatamka. Maneno ambayo yanaunganisha, maneno yanayoleta ushirikiano na umoja. Kila mtu anapotamka neno lake, kama vile maaskofu wanavyouliza kila wakati, neno ambalo na fikra ambazo zilizo nazo katika kichwa chako sio lazima zipitie katika mdomo wako. Ziweze kuzichunga na uweze kujiuliza, je, neno hili litaleta ushirikiano, litaleta umoja, ama litaleta magawanyiko na utengano katikati ya watu. Hii ikiwa ni Ijumaa Kuu yake ya kwanza, Papa Leo wa 14 ametoa ujumbe wa matumaini na uponyaji, akiwataka waumini kutumia msimu huu kama safari ya mabadiliko badala ya kufuata desturi zilizoko. James Mwangi, Undugu TV.